Active Sports, tafadhali subscribe. Ni kwamba kuna influence nyingi ambazo zinatumika na zinaweza zikawa zinalenga aidha kujenga, mtu anakuwa anaamini kwamba anajenga lakini badala yake anakuwa anabomoa. Okay. Na ninachoweza kusema ili tuweze kuhama hapa, ndio tunajua kwamba katika miaka hiyo kuna timu ambazo zimewahi kuchukua ubingwa kwa maamuzi yaliyotolewa na mawaziri. Ni kweli. Kuna timu ambazo zimewahi kupata ubingwa kwa kutamkwa tu na viongozi kwamba huyu ndiye bingwa. Na kuna timu ambayo imewahi kutamkwa kwa mkutano mkuu wa tano uliamua kwamba bingwa awe huyu. Sasa na hizo zote ni idadi ambazo zinahesabiwa kwamba timu hii imekuwa bingwa mara kadhaa kwa maamuzi ya aina hiyo. Lakini sasa ndio bingwa ndio aliwakilisha nchi. Ndio ninachosema kwamba maamuzi ya kisiasa yamewahi. Hata Simba imewahi kupewa ubingwa ambao sio wao. Uwakilishi ambao sio wao. Lakini jemedari bingwa akiwa JKT, Simba walipata uwakilishi wa kwenda kwa Confederation. Hapana, sio kweli. Sio kweli. Simba amepewa uwakilishi wa kuwakilisha nchi wakati hajashinda shindano. Hili kama ile FA Cup. Naam. Malizia hapo kwa uchache tuondoke. Kuna siku tulikuwa na mkoa hapa Mwanza. Nikamuuliza kuhusiana na haya masuala ya viongozi wa kisiasa ku-influence ama kushawishi baadhi ya maamuzi kwa watendaji wa hizo timu ama taasisi ama viongozi wa mpira. Akasema watu wengi wanazungumza kati ya kutenganisha siasa na mpira, lakini kwenye nchi yetu ni tofauti. Timu nyingi tunawategemea wanasiasa kuanzia kwenye eneo la uchumi na kwenye maeneo mengine mengi ya msingi. Akasema kama kuna kiongozi ambaye anachangia kiasi cha fedha kuiongoze ili taasisi hiyo run operations zake za kila siku. Akaniuliza swali, unadhani hata influence baadhi ya maamuzi? Na alisema kabisa bila wao hizi timu hizi kujiendesha ni changamoto. Kubaliane tu kwamba kuwapa nafasi viongozi wa kisiasa au kuwatumia wao hakuna shida yoyote. Shida ni kwamba nafasi zao zisitumike kutoa njia ya kutumika nje ya zile taratibu zilizowekwa. Una wasiwasi sasa hivi hivyo ndio inavyofanyika? Una wasiwasi huo? Inawezekana. Sawa. Inawezekana. Na niwasaidie, nasalimiwa na Abedi Mziba Tekelo. Anasisikiliza na anasema kwamba yule aliyeshika mpira hakuwa nafikiri yeye alikuwepo kiwanjani sio anacheza wakati ule. Ndio. Amemtaja hakuwa Lila. Mimi nilimsema TX Lila Shomari. Anasema alikuwa ni Talibu Hilali. Haya, sawa. Kamanda, swali karibu. Na bahati nzuri Talibu Hilali yuko very active. Anaweza kalielezea hilo jambo. Sawa. Kamanda, tuende kazi. Mwenyekiti, umeingia hapo kwa kuta kuna mjadala wa waamuzi, lakini naamini uko hapa kuzungumzia, ukiachilia mbali mambo mengine yote, ni masuala ya klabu yako ya Simba. Kwanza poleni kwa kushindwa kutimiza baadhi ya malengo yenu katika yale mliojiwekea, na hongereni kwa kuyatimiza mengine. Labda malengo yenu au ungetumia malengo yetu? Sasa hapa mimi ni mwandishi. Mimi ni shabiki wa Simba ndio, wakati wanajiwekea malengo kwenye uongozi wao mimi sipo. Hapo unaweza kwa niaba ya watu. Basi nimeelewa. Sawa, endelea. Labda unaweza ukatupa tathmini fupi na nutshell tu msimu wenu ulivyokuwa, ugumu ulikuwa wapi, wepesi ulikuwa wapi, na tutaendelea na mengine baada ya hapo. Nadhani nilianza kulielezea hilo kutokana kwa swala la Magunga. Ndio. Lakini bahati mbaya sana kwenye studio hapa tuna Makonde mmoja hapa akaingilia kati akataka kwa sababu yale ambayo yeye alikuwa anatamani niyaseme akaona yana haraka ya kusemwa. Lakini niseme tu kwamba kimsingi sisi tumeweza kufanikiwa kupata vikombe vitatu katika mashindano ya mwaka huu. Na tumefikia hatua hiyo. Yaliyopita tumeshaona kwamba hatuna haja tena ya kuyajadili. Sisi tunajipanga kuandaa timu. Mwenyekiti, vikombe vitatu ni vipi? Ukivisema inakuwa bora zaidi. Au na hilo tena na kuona sifani vibaya? Nilishasema hapa awali, mwandishi yoyote anatakiwa kwanza awe na memory. Unazungumzia na wanawake ambacho jana tukukiona pia. Sasa kiwepo pale. Kilikuwepo, lakini wewe unaweza ukawa hujakiona kwa sababu macho yako na wanawake hatuwaona pia.
labda ulikuwa unatamani kuangalia zaidi wao. Lakini tuna timu ya wanawake ambayo iko very competitive na itashiriki mashindano ya Afrika, na wao ndio mabingwa. Na tumechukua ubingwa kwa kufunga timu nyingi ambazo huyu bana anashabikia. Ni kweli nimefunga JKT ambayo mimi timu yangu kabisa ya damu na niliumia siku na wale wengine ambao wako katika eneo la mbu wengi pale. Yanga nyinyi mnafunga kwa mambo yenu. Kumbe ni Yanga. Mimi nimefurahi Jeffrey amedeclare kwamba yeye ni mshabiki wa Simba. Kwa hiyo niseme tu kwamba malengo, tukubaliane tu kwamba timu yoyote haina malengo zaidi ya kushiriki mashindano na kushinda. Kwa hiyo tangu mwanzo sisi tulijipanga kushiriki mashindano ambayo tulikuwa tumekusudia kuyashiriki katika msimu huu. Na bahati mbaya kwamba yaliyojitokeza mwanzoni ndio yaliyopelekea timu yetu kutoka katika mashindano ya Afrika kwa maana ya klabu bingwa, na baadaye tumeendelea kupambana katika ligi. Msimu huu tumeweza kupoteza mechi moja na tumepata draw nyingi, kitu ambacho hatukutegemea sana. Hata hivyo tumeshiriki Confederation Cup na tumefikia hatua hiyo ya kushinda, kwa ndio washindi wa hilo kombe. Zaidi hapo tunashukuru kwamba tumefikia kwenye hatua hiyo na tunajipanga kufanya marekebisho kulingana na mapendekezo ya benchi la ufundi na maeneo mengine ambayo tunaona kwamba ni ya muhimu kuyarekebisha ili tuweze kuingia katika msimu mwingine tukiwa washindani zaidi na tuweze kushiriki mashindano hayo katika hali ya uzuri zaidi. Awali wakati unazungumza ulisema kuna mambo mawili ambayo mmeyaweka sawa, kwa maana ya nje ya uwanja lakini pia ndani ya timu. Sasa nataka kujua ni mambo gani ambayo unaamini yalikuwa hayako sawa sawa na mmeyaweka sawa sawa mpaka kupata haya mafanikio ambayo mmeyapata. Kwa sababu hapa karibuni kulikuwa na maneno mengi sana ya kizungumzo kwamba hauna maelewano na rais wa heshima wa klabu ya Simba Mo Dewji. Haya mambo yalikuwa yanazungumzwa sana, na hata simu zako pia hakupokelei. Sasa yamekaa sawa sawa Mangungu haya, ndio maana mmepata haya mafanikio tofauti na misimu iliyopita. Kwanza hiyo ni huyo anayesema hivyo ni mnafiki namba moja. Na ni mtu ambaye hastahili hata kusikilizwa kabisa katika jamii. Ndio. Mimi maisha yangu huwa sigombani na mtu yoyote. Hata siku moja sigombani na mtu yoyote. Ukimsikia mtu anagombana na mimi, basi ujue tatizo analo yeye. Na mimi Mohamed na wasiliana naye mara kwa mara, na ili kukuweka wewe katika nafasi nzuri nitakuonyesha simu yangu mara ya mwisho nimewasiliana naye lini. Kwa hiyo mimi sina ugomvi na mtu yoyote. Na ndani ya Simba katika uongozi sisi hatuna ugomvi na mtu yoyote. Na anayesema kwamba hao wanagombana, basi waseme kwamba wanagombana kwa ajili ya jambo gani au ni nani na nani anayegombana. Hamjagawanyika. Tunagawanyikaje? Yaani kwamba hakuna upande wa mwekezaji, ngoja nikwambie, na upande wa mwenyekiti wa Simba. Kuna watu ambao wana interest zao. Wanapenda sana kulipronounce hiyo. Hata ndani ya viongozi wenyewe wapo ambao wana interest hizo. Lakini ninachojua mimi tuna makubaliano ambayo yamejengwa pande mbili za Simba kwa ajili ya kuongoza na kuendesha timu. Kama tunazungumza na tukakubaliana yale ambayo tumekubaliana yakatekelezwa, mnagombana kwa ajili ya nini? Kama hakuna ugomvi wa aina yote. Kama yatekelezwa, hakuna ambacho hakitekelezwa. Si unaona timu inashiriki mashindano, timu inatekeleza mipango inayokusudia. Mitazamo kukinzana ni jambo la kawaida. Sisi ni binadamu, hatuwezi kukaa kwenye vikao au kwenye kutekeleza mambo tukawa kama uji ambao umewekwa kwenye friji ukawa umepoa kabisa. Sasa unajua watu wanapata tabu Murtaza wanapokuta watu ambao wanatokana na Simba. Umetaja mpaka viongozi kwamba wapo kwenye mitazamo hiyo. Tunakuta mashabiki huko nje ambao au wanachama wenu na wenyewe wanaamua hao wanamshambulia Murtaza, hao wanamshambulia mwekezaji. Inafika mpaka hatua mwekezaji anawapeleka watu polisi. Kuna watu wanaripoti polisi. Sio? Sasa hapa ukiangalia Simba alafu tukikusikia wewe unasema kwamba
hamko disintegrated, tunapata wasiwasi kidogo. Hii inatokana na nini? Kupata wasiwasi si ni jambo la kawaida.